Usisahau kushare, kusubscribe na kulike. Akajichovya mara 7 katika Yordani, sawa sawa na neno lake yule mtu wa Mungu. Nayo nyama ya mwili wake ikarudi, ikawa kama nyama ya mwili wa mtoto mchanga, akawa safi. Akamrudia yule mtu wa Mungu, yeye na mafuatano yake yote. Akaja akasimama mbele yake, akasema, sasa tazama, najua ya kwamba hakuna Mungu duniani mote ila katika Israeli. Basi na kuomba upokee mbaraka kwa mtumwa wako. Lakini akasema, kama Bwana aishivyo, ambaye nimesimama mbele yake, sipokei kitu. Akamshurutisha apokee, lakini akakataa. Naamani akasema, kama sivyo, lakini mtumwa wako na apewe mzigo wa udongo wa bagala 2, kwa maana mtumwa wako hatatoa tena sadaka ya kuteketezwa wala dhabihu kwa miungu mingine ila kwa Bwana. Neno la Bwana. Nitakushukuru kwa moyo wangu wote, mbele ya miungu nitakuimbia zaburi. Nitasujudu nikilikabili hekalu lako takatifu. Fadhili zako na uaminifu wako, kwa maana umeikuza ahadi yako kuliko jina lako lote. Siku ile nilipokuita uliniitikia, ukanifariji nafsi kwa kunitia nguvu. Wafalme wote wa dunia watakushukuru watakaposikia maneno ya kinywa chako, na wataziimba njia za Bwana, kwa maana utukufu wa Bwana ni mkuu. Nitakuimbia
Somo la waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Timotheo. Sura ya pili. Aya ya 8 hadi ya 13. Mkumbuke Yesu Kristo aliyefufuka katika wafu wa uzao wa Daudi, kama inenavyo Injili yangu. Nami katika hiyo nimeteswa hata kufungwa kama mtenda mabaya. Lakini neno la Mungu halifungwi. Kwa ajili ya hilo nastahili mambo yote kwa ajili ya wateule, ili wao nao waupate wokovu ule ulio katika Kristo Yesu, pamoja na utukufu wa milele. Ni neno la kuaminiwa, kwa maana kama tukifika pamoja naye, tutaishi pamoja naye pia. Kama tukistahimili, tutamiliki pamoja naye. Kama tukimkana yeye naye atatukana sisi. Kama sisi hatuamini, yeye hudumu wa kuaminiwa, kwa maana hawezi kujikana mwenyewe. Neno la Bwana. Somo katika Injili ilivyoandikwa na Luka. Yesu alipokwisha kwenda njiani kwenda Yerusalemu, alikuwa akipita kati ya Samaria na Galilaya. Na alipoingia katika kijiji kimoja, alikutana na watu 10 wenye ukoma. Wakasimama mbali, wakapaza sauti wakisema, Yesu, Bwana mkubwa, uturehemu. Alipowaona aliwaambia, enendeni mukajionyeshe kwa makuhani. Ikawa walipokuwa wakienda, walitakasika
Na mmoja wao alipoona kwamba amepona, alirudi huku akamtukuza Mungu kwa sauti kuu. Akaanguka kifudifudi miguu pake, akamshukuru. Naye alikuwa Msamaria. Yesu akajibu akanena, hawakutakaswa wote 10? Wale 9 walienda wapi? Je, hawakuonekana waliorudi kumpa Mungu utukufu, ila mgeni huyu? Akamwambia, inuka, enenda zako, imani yako imekuokoa. Hilo ndilo neno la Bwana. Jumapili ambayo inazidi kudhihirisha utajiri ambao kanisa linaubeba katika kumwelekeza mwanadamu kuelekea njia ya wokovu. Ni Jumapili ambayo inaturudisha kutafakari tena ushiriki wetu katika mpango usiobadilika wa Mungu wa kumkomboa mwanadamu. Kwa hiyo kuna mpango ambao Mungu amekwisha ukamilisha katika utimilifu wake, mpango usioyumba, lakini mpango ambao ni mwaliko wa sisi kuchukua sehemu yetu katika mpango huo wa Mungu. Kwa mapenzi yake Mungu amependa kumwachia mwanadamu uhuru kamili wa kuchagua, wa kutambua, wa kuelekea au kuelekea upande wa Mungu au kuelekea kinyume chake. Lakini uhuru huo hauleti matunda yale yale. Kuchagua kuelekea upande wa Mungu ni tofauti na kuchagua kwenda kinyume chake, na Mungu akabaki na utukufu ule ule ambao angependa kumshirikisha mwanadamu. Mwanadamu ashiriki, afurahie utendaji wa Mungu, mpango wa Mungu, utukufu wa Mungu. Tumesikia katika somo letu la kwanza kutoka kitabu cha pili cha Wafalme, sura hiyo ya 5 mstari wa 14 mpaka wa 17. Tunaonyeshwa Naamani ambaye amekubali mapenzi ya Mungu, na katika kukubali mapenzi hayo anaondolewa mahangaiko yake. Lakini ukisoma sehemu iliyotangulia, si Naamani aliyekuwa anayaelewa mapenzi ya Mungu. Alijitegemea katika nguvu zake kama jemedari wa vita, wa jeshi, na aliona pengine kwa uwezo huo angeweza kuamuru chochote. Pamoja na mafanikio hayo na nguvu aliyokuwa nayo, tunaambiwa alikuwa na ukoma. Alipata ugonjwa wa ukoma na amehangaika kwa nguvu zake za kibinadamu, lakini tunaambiwa hakuwa amefanikiwa lolote. Hatimaye kwa ushauri wa watumishi wake anaelekezwa kwenda kwa nabii huyu
Elisha na aende, wakamwambia wazi kwamba kule unaweza ukapata msaada. Pengine alitegemea msaada wa kitabibu, wa nguvu na yule za nabii. Pofika nabii anampa sharti dogo, anamwambia nenda kajichovye, nenda kajioshe katika mto Yordani. Naamani anaona hilo kama dharau. Sema, mbona kwetu kuna mito mizuri? Kwa nini walau asingeniambia nikaoge katika mito ya kwetu, ni anaambia nioge katika mto wa ugenini? Na washauri wake wanamwambia tena, je, ungeambiwa ufanye jambo kubwa la ajabu ili upone usingefanya? Mbona hili ni jepesi la kujiloweka katika mto? Kafanye. Na anakwenda anafanya, nguvu ya Mungu inaonekana, anapona, na ndipo tunaona mahangaiko yake sasa yanakuja baada ya kupona. Naamani si ajabu anaingia kujiuliza, ni nani aliyemponyesha? Ni maji ya mto? Ni nabii? Ni uwepo katika nchi ile? Lakini amekwisha ambiwa uwepo wa Mungu wa Israeli, Bwana. Na hivi anajaribu tena, anataka kumpa zawadi nabii. Nabii anakataa, kwa sababu nabii anajielewa si yeye anayetenda, bali ni mhudumu wa kazi ya Mungu. Elisha alielewa hilo. Hizi zingine ni ishara tu za kuonyesha unamtambua Mungu na kumkubali, hata hilo la kujiloweka katika mto. Na ndio maana zawadi ambazo Naamani anataka kumpa Elisha, Elisha anasema hapana, sitapokea. Hatimaye anavutiwa na utakatifu wa mahali alipokuwa. Anaonja yote imejaa utukufu sasa, si maji tu, hata ardhi. Anaomba achukue udongo aende nao nyumbani. Na lakini lililo kubwa ni pale anapokiri sasa kwamba Mungu atakayemwabudu ni Bwana peke yake. Ametoka katika nguvu zake, ametoka katika nguvu za miungu, anaonja utendaji wa Mungu. Ndugu zangu, tumeambiwa leo tuna miaka 20 ya parokia yetu. Leo tuna ziara ya kiaskofu. Leo tutatoa sakramenti ya kipaimara. Wako watakaofunga ndoa na adhimisho la Ekaristi Takatifu kama kawaida yetu. Matendo haya yote ambayo ni ishara za nje zinazotaka kuturudisha na kuona utukufu wa Mungu unaotenda kazi ndani yetu, yanatudai sisi, yanatudai ushiriki wetu, yanatudai uhakika wetu, yanatudai kujitoa kwetu. Kipaimara kinaweza kikaishia kuwa ni kuvaa nguo nyekundu na kuja hapa mbele ya askofu na kupigwa picha. Hiyo sio sakramenti. Ni kujitegemea katika nguvu zetu, kugeuza sakramenti maonyesho ambayo haitendi kazi inayotakiwa. Ni lazima tunapopokea sakramenti ya kipaimara, kwanza tuielewe sakramenti yenyewe ni nini, mafundisho ya kanisa kuhusu sakramenti. Yanaweza yakapingana kabisa na hali halisi ya maisha yetu, lakini haiondoe ukweli kwamba hiyo ndiyo sakramenti. Lengo la sakramenti
ni kutubadili sisi kwa ndani. Na kwa sakramenti ya kipaimara tukasikia uimara huo ule ambao anatualika Kristo. Anasema kwa nguvu ya Roho Mtakatifu ninyi mtakuwa mashahidi wangu. Ushahidi ni safari endelevu, sio ya papo kwa papo, sio zimamoto. Ni safari endelevu. Na kama sisi tumesimama kama mashahidi wa Kristo, ni lazima kukubali kwamba si ajabu ushuhuda huo unatudai katika wakati ujao. Na hivi kumbe maisha yetu yote yakawa wazi kwamba mimi nitakapolazimika kushuhudia imani yangu katika mazingira yoyote, nitakuwa tayari kuishuhudia. Na si kwa kelele, si kwa majigambo, si kwa miujiza, bali ndani ya safari ya maisha ya kila siku ambayo Mungu anakupatia kama zawadi. Hii ndio kipaimara. Kwa hiyo ukaishi ukijielewa we ni mbatizwa, we ni Mkristo Mkatoliki, unapokea Ekaristi Takatifu, unapokea kitubio, uko tayari kupewa mpako wa wagonjwa na sakramenti zingine zote. Mwamko huo wa kipaimara ukakufanya kila wakati unaposhiriki hayo unatenda kwa sababu ya Mungu, na hata kidogo si kwa sababu tu ya maonyesho ya nje. Kwa hiyo wana kipaimara, wasimamizi wa kipaimara, hili tulielewe. Wito wetu ni kuwa mashahidi. Mashahidi walipi? Tuishi daima tukisubiri kutoa ushuhuda huo katika yote. Na hata yale ambayo tunaweza tukayaona, mbona hili ni dhaifu, kwa nini mimi nitolee ushuhuda hili? Kama Naamani alivyofanya, kwamba mito ya kwetu ni mizuri na mikubwa kuliko huu wa Yordani, kwa nini aniambie mimi nikajichovye katika Yordani? Kishawishi hicho kinakuja, na wengine tunakiishi. Pale ambapo utekelezaji wa wajibu wetu wa kiimani unapita katika utendaji wetu wa maisha ya kawaida ya kila siku. Maisha ya kawaida ya kila siku. Leo hii tuna waamini ambao kweli mmesoma vizuri, na kwa ajili ya usomi na ujuaji na kujua mengi, basi tunahoji hata misingi yetu ile ya kiimani. Tunahoji ishara za nje ambazo zinataka kuonyesha kama ni shukurani yetu kwa Mungu, ambayo hailingani kawaida na wema ambao Mungu ametufanyia. Lakini hata ishara hizo ndogo, wengine si kwa sababu tumezoea na mzigo, lakini dharau. Ndio unakuta Mkristo anaambiwa maisha yetu yataungana na yatafanywa katika jumuiya ndogo ndogo, lakini Mkristo huyo anasema mimi jumuiani siendi, au nitaenda nikiwa na shida. Hao nao wapo, kwa kuiona jumuiya ni kitu kidogo tu. Na wengine naweka maneno, mimi naongea na paroko bwana, huyu katikista wa jumuiya atanisumbua nini? Dharau ndogo ndogo pengine zimekuwa ni sehemu kubwa ya kutuyumbisha katika mpango mkubwa wa imani, hata kufikia kugusa mpango wa Mungu alionao katika maisha yetu. Ukarimu ambao tunaoelewa malengo yake, kwamba kama waamini tutaweka ukarimu wetu pamoja, na haya yatakwenda katika kusaidia kazi za uinjilishaji
na hata kusaidia wahitaji. Lakini leo tunakuta kuna waamini hawaoni maana ya ukarimu. Ndio maana inafikia Mkristo Jumapili unatoka kanisani, unatoka nyumbani unakwenda kanisani, unajua kweli utatoa sadaka, lakini hujui utatoa sadaka gani, hujaandaa. Ukisikia wanakwaya wanaimba sasa ni wakati wa kutoa sadaka, basi kwenye pochi humo, kwenye suruali, chochote ambacho utakuta hii ndio sadaka, haina uhusiano na hata lengo lako tu la kuja kanisani. Hakuna uhusiano na matoleo yako. Dharau. Hali hiyo imekwenda hata katika huduma kwa wenzetu wahitaji. Hatuna mpango, hatuna mkakati wa kusema sisi kama jumuiya, sisi kama parokia, sisi kama jimbo, mkakati wetu kuelekea wahitaji ni huu. Hapana. Tukikutana naye kile kilichobaki hicho ndio tutampatia, na hivi kama sikubeba hana, ni kama hana haki. Lakini bado tunamwona huyu ni mhitaji. Mara nyingi labda katika uhitaji tunaongelea fedha, lakini leo kuna wahitaji wengi ambao tumewaacha. Wahitaji wa malezi, atajihudumia mwenyewe atakapokuwa. Kwa hiyo unakuta wazazi wenye watoto wasiohusika na malezi ya watoto, atajishughulikia mwenyewe. Ataumia nikimweleza hili. Elisha hakusita kwa sababu Naamani alilalamika. Amwambia unakwenda Jordani au hauponi? Na tunaiona furaha ya jemedari huyu. Kumbe ni Jumapili ambayo tunaitwa, ndugu zangu, kwamba mpango wa Mungu kwa kumkomboa mwanadamu uko mkamilifu, uko mbele yetu. Lakini tunahitajika walau nyoosha mkono upokee. Basi unyooshe mkono upokee fadhila hiyo ya ukombozi kwa yale ambayo tumepewa, na misingi hii iko ndani ya kanisa. Moja wapo kubwa ni swala la sakramenti. Wengi leo kama wale wakoma 10 ni mabingwa wa kutangaza sakramenti tulizozipokea. Mimi nimebatizwa, mimi ninakomunika, mimi nina kipaimara, mimi nimefunga ndoa, mimi nikisha kupata mpako wa wagonjwa. Ni sawa. Lakini tukiulizwa katika maisha hizo sakramenti zipo? Tunaishi mifanano na hiyo. Tulipokea kama wale 9 tukapitiliza. Zimekuwa zetu. Mimi. Hazituvuti tena kuturudisha kwa Kristo, kama huyu Msamaria mmoja tuliyemsikia. Sakramenti yoyote ni zawadi. Hatuna mastahili sisi ya kuweza kubeba neema ya sakramenti. Ni zawadi ambayo Mungu anatupatia kwa wakati wake, kwa mapenzi yake. Baada ya kupokea maisha yetu, neema za sakramenti zetu ziko wapi? Niwapongeze nyie ambao leo mmejitokeza, wengine hata kwa kuchelewa kidogo lakini mkaliwaza hilo kwamba tuna mfanano fulani wa kupokea neema ya Mungu, lakini si kamilifu katika maisha ya ndoa. Na hatimaye mmejichunguza, leo mnasema hapana, ndoa yetu iwe sakramenti.
ninawapongeza kwa hilo. Lakini mkumbuke vile vile, si leo peke yake. Mnaanza safari sasa. Nyinyi wengi karibu wote mlipokea, Mungu alikupa mwenzi wako kwa upendo, kwa matumaini, na akielewa umelia mwenyewe unataka mwenzi wako. Lakini kwa miaka ambayo tumekaa bila sakramenti ya ndoa, tumekuwa kama wale 9 tulimkimbia. Leo tunakuwa kama yule mmoja, tunarudi. Rudini basi. Na ishara anazoonyesha huyu mmoja aliyerudi ni unyenyekevu. Hakuongea. Hata anapoulizwa hawakutakaswa wale wote 10, wale 9 wako wapi? Hawakuonekana waliorudi kumpa Mungu utukufu, ila mgeni huyu. Ndugu zangu, pea 12 bado ni chache. Wako wengi bado ndani ya maeneo yetu wanaoishi maisha ya unyumba bila sakramenti ya ndoa. Ni kukosa shukurani kwa Mungu. Wema wa Mungu unaendelea tu, bado bila sakramenti. Anakupa na watoto, unajenga na nyumba, unapata na wajukuu, sawa. Lakini deni la wako kurudi kwa Mungu liko pale pale. Na sio kwa sakramenti ya ndoa peke yake, ni ishara ya sakramenti zote. Tulilo nalo letu ni jepesi, ni kama la Naamani kujichovya tu katika mto. Yaani unaingia kwenye mto unajichovya mara 7, ngozi yako inarudi kama sura ya mtoto. Ni sawa na safari hii fupi ya huyu ambaye alikuwa akienda baada ya kuona ametakasika akarudi, kuliko wale 9 ambao watakuja kurudi pengine kwa kudaiwa kubwa zaidi. Kwa sababu anachokiongea Yesu hapa ni malalamiko, masikitiko, huzuni ya kutoelewa ombi ambalo tumelipeleka kwa Mungu kubwa, ambalo limeshindikana kwa mikono ya wanadamu. Tukasali kumwomba Mungu, lakini baada ya kupata tukashindwa neno dogo la shukurani. Kwa sakramenti ni chombo cha shukurani, na shukurani ya sakramenti ndio utendaji wa sakramenti yenyewe. Unapokuja kukomunika katika hali ya kustahili, ni shukurani kwa Mungu. Sasa hivi tunaishi kana kwamba yeye Mungu ndio anapaswa kutushukuru. Ndio unakuta huyo Mkristo anayekuja kukomunika lakini hataki kutekeleza wajibu wake. Hataki. Sio anapitiwa, hataki makusudi. Hashiriki katika kazi ambazo zinafanya Kristo ambaye anatulisha katika Ekaristi Takatifu. Atuonyeshe jinsi tulivyo wamoja. Komunio. Komunika, baada ya komunika unajitenga na parokia na mipango ya parokia, na wengine unajitenga hata na mipango ya imani, na tunakuja tena tunajitenga. Ni kukosa shukurani kwa Mungu. Angetupatiliza Mungu, adhabu yetu ingekuwa kubwa zaidi, lakini anatushangaa, yuko wapi? Hata kuja kutoa shukurani kwa Mungu hufanyi. Angalia wageni hawa. Ukiangalia watoto wanavyokuja kukomunika na utoto wao, inatoka moyoni, tofauti na sisi watu wazima. Kwa uzoefu wangu, wateja wakubwa wa kuungama Jumamosi ni watoto.
Watu wazima hatuji. Wanaokuja kusali kwa furaha na utashi ni watoto. Wageni hawa, watu wazima ambao tunaelewa na manufaa yake na maombi yake, bado tunarudi nyuma. Kumbe Bwana wetu Yesu Kristo anapotushangaa, Mtume Paulo anatukumbusha tena kupitia kwa Timotheo, mkumbuke Yesu Kristo. Pamoja na mahangaiko yetu ya kibinadamu, tunayo zawadi kubwa. Mtazameni Yesu Kristo. Alitwaa mwili, akakubali kuteseka, lakini hatimaye ameishia katika utukufu. Wengine wengi tunarudi nyuma kwa kukata tamaa, kwa mipango isiyo na maana. Kirudi leo katika sakramenti ya ndoa, wangapi ambao wako tu bado napangilia naandaa, tunajiandaa kwa ajili ya sherehe. Bila kumtazama Kristo. Tunajitazama sisi. Tunatazama manufaa yetu. Kristo, hata kama si kwa ajili tu ya shukurani, lakini anaonyesha jinsi ambavyo tukakumbuka hata uvumilivu alio nao juu yetu. Anasema yeye hawezi kujikana mwenyewe. Amekwisha tufanya kuwa wake. Ameisha kutoa mwili, ni sehemu ya utendaji wetu. Kama ni mahangaiko ya kibinadamu, ametoa ubinadamu, anaufahamu. Lakini anatuonyesha njia ya kwamba bado katika mahangaiko hayo kuna ushindi. Wengi tumebaki na kulala katika hali hiyo, bila kuelewa tunamkana Kristo anayetoa ubinadamu atuokoe. Mkumbukeni Yesu Kristo. Kumbe kama parokia, katika miaka yetu 20, tathmini yetu ndugu zangu, tumwelekee Kristo. Na hivi tuyaone yote ambayo tumefanikiwa kutenda na yaliyo mbele yetu yanyenyekezwe chini ya Kristo. Kwa sababu kuna hatari, baada ya miaka 20 si ajabu ya mafanikio tukamkana Kristo. Yeye hajikani, hatukani sisi. Lakini tutakuwa tunatenda nje ya utaratibu wake. Inaweza ikawa miaka 20 ambayo itatukumbusha mahangaiko tuliyopitia ikaleta woga. Bila Kristo tumekwisha. Kumbuka mateso ya miaka 20, bila kunyenyekezwa kwa Kristo tumekwisha. Mkumbuke Yesu Kristo. Na anasema ni Yesu Kristo aliyefufuka katika wafu. Matumaini yetu ni ushindi. Katika adhimisho la kipaimara, ninyi wana kipaimara, mtazameni Yesu Kristo. Si askofu, si wapiga picha, si mavazi ya leo. Mkumbuke Yesu Kristo. Na ndio maana katika kipaimara, fundisho kubwa tulilonalo ni kumfahamu Kristo kwa mafundisho yake. Mumfahamu Kristo. Na Kristo anafahamika katika maandiko matakatifu, ndimo alimoweka neno lake. Na ndani humo ndimo Roho Mtakatifu anafanya kazi. Kama tumesahau, lakini tusahau tulichokuwa tunakifahamu, Roho Mtakatifu mfariji atatukumbusha, anatuambia Kristo mwenyewe. Na kama yako ambayo hatukuyafahamu, hatukufundishwa, hatujayaelewa,
Roho Mtakatifu ndiye mwalimu. Anatukumbusha nini? Kama hapo tulipo hatujui lolote, kwa sababu ya kuwa na uhusiano na maandiko matakatifu. Na ndio maana nilikwisha toa agizo, linaanza kuisha sasa, kwamba kila muimarishwa unapaswa kuwa na Biblia yako, ikusindikize sasa katika safari ya maisha. Nyie waimarisho wa leo, hebu simameni tuwaone. Mnazo Biblia zenu? Au hata kusikia kama kuna Biblia hakuna? Makatekista nilikwisha eleza kwamba hawa tena siku ya leo waje nazo zile Biblia. Tumeanza kuacha, hawatamfahamu Kristo. Haya mavazi mekundu nilishasema yawe ya pili. La kwanza ni Biblia takatifu, na uje nayo leo, tukumilikishe leo. Usisahau kushare, kusubscribe na kulike.